hata kwa wakati huu. Tunasema ni wakati mgumu kwa kanisa, wakati tunajua kawaida tunastahili kuwa pamoja wakati tunamwabudu Mungu, lakini kwa sasa inatubidi kila mtu afanyie kwake. Tunajua ni wakati mgumu, lakini Mungu tuko na imani ya kwamba Mungu atakuja kutuondolea hili janga, yote yataisha na tutakuja kushiriki wote kwa pamoja. Vile vile tukijua ya kwamba siku ya leo kulingana na programs zetu za kalenda ya kanisa ndio ile siku ambayo tulikuwa tunatarajia kuwa na siku ya kufana sana, tukisherekea siku ya wanalika, Youth Sunday. Na tunajua mipango mingi ile viongozi wa youth walikuwa nayo na mikakati kutafuta wageni, kujipanga kwa sababu ya project ambayo walikuwa wanataka kuchukua kwa niaba ya kanisa lote kwa jumla. All is not lost. Our Lord God is still in control. Tunajua hata kama haitawezekana leo, tutakuja kuwafikia lile lengo ama the intention that the youth had for this church. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo yangu ni kuwatia nguvu, msione ni kama yote yamefika mwisho. Ni kwa sababu ili janga linaisha na tutaresume mambo yetu ya kawaida na mipango itaendelea vizuri. Wale wako kule nyumbani na sisi wote kwa jumla tunaomba ya kwamba tuendelee kuliombea kanisa, tuendelee kuliombea nchi yetu na viongozi wetu waendelee kuwa na hekima wanapotuongoza, na tuendelee kuomba ya kwamba hili janga lipate kuisha ili mambo yetu yote yaendelee vizuri. Tunaendelea bado kuappeal kwa msaada wa kile ambacho uko nacho chenye unaweza share na mwingine. Tuko na washirika kati yetu ambayo wako na mahitaji, na ni sisi tu ambao tutakuwa msaada kwao. We are encouraged to be loving, we are encouraged to take care of each other. Na ndio sababu tunaomba kwa wakati huu, ikiwa uko na kitu ambacho unaweza leta hapa kanisani. Last Wednesday tulikuwa tunagawa kile ambacho kilikuwa kimekuja, na leo tutaangalia ni nini itakuwa imeletwa, ndio tuone vile tutaendelea kugawia wale ambao wako na mahitaji kati yetu. Kwa hivyo ni vizuri tukumbuke ya kwamba tunastahili kuwa tukisaidiana wakati kama huu. Tuombe. Ni asante Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine umetuwezesha kuipata ili tuwe na nafasi ya kuabudu. Ni asante kwa sababu umeendelea kuwa kimbilio na ngome na mlinzi wetu, na tunajua kwamba utaendelea kutulinda na kutuongoza kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Hata tunapokuja kushiriki neno lako, tunaomba uwe pamoja nasi na utuongoze, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Masomo ambayo tumepewa siku ya leo ndio yamekuwa the readings ambazo zimetumika na kanisa yote kwa jumla as we have been observing the Youth Week. The official dates za Youth Week zilikuwa last Sunday, lakini kama parokia tulikuwa tumeomba presbytery ya kwamba turuhusiwe to observe siku yetu siku ya leo. Ni kwa sababu last Sunday kulingana na kalenda ya presbytery ndio presbytery walikuwa waje kututembelea Meru Township Parish ili ambayo tunakuanga nayo ya presbytery visit, na kwa hivyo yetu ikawa ndio ya siku ya leo. Na hii ndio haya the two texts that we have read ndio amekuwa yakiongoza youth in the entire Presbyterian Church East Africa, na ni somo ambalo lina uzito mkubwa sana, especially pale tumesomewa from the book of Daniel chapter 6, na
Daniel chapter 6 verses 3 ndio inatupea ama inatufunulia ni kwa nini Danieli alikuwa special. Maana inasema ya kwamba because an excellent spirit was in him. Kuna jambo ambalo lilikuwa ndani ya Danieli. Na tukirudi nyuma tunapata ya kwamba hili jambo lilianza wakati alifanya uamuzi. I want to believe that most of us are aware of the background of this the book of Daniel, na ya kwamba Daniel alikuwa mmoja wa wale ambao walikuwa wametekwa wakapelekwa nchi ya Babylon. Baadaye wakachaguliwa vijana wale walikuwa wanaonekana ni barubaru, vijana ambayo wanaweza soma traditions za Babylonians na yale mambo mengine ndio waweze kutumika. Na mnakumbuka ya kwamba walikuwa wamekusanywa vijana wengi, na wakati mmoja Daniel na wale wengine wakaamua, a few of them wakaamua ya kwamba watakula chakula cha ufalme. Ni kwa sababu hawataki kujiingiza na jinsi yoyote ambayo wataenda kinyume na itikadi ya Mungu yule ambaye wanaabudu. And so from there Daniel got God's favor, akapata kibali kutoka kwa Mungu, na ndio sababu sasa wakaendelea kupendeka hata kama wako nchi ya mbali, hata kama wako nchi ya utumwa. Daniel akaendelea kupendeka. By this time tunasoma chapter 6, historia inasema ya kwamba Daniel was about 80 years. Hakuwa kijana, alikuwa ni mzee, na alikuwa ameserve na viongozi wengi. Wanakuja wanaenda, wanakuja wanaenda, lakini anaendelea kutumika akiwa katika nyadhifa ya juu. Ni kwa sababu alikuwa amepata kibali mbele ya Mungu. And that is why tunaona ya kwamba ilikuwa inachukiza wengine, and especially the locals. Ni kwa sababu Danieli ni mgeni, amekuja anapata kibali, anapewa cheo kubwa, lakini wale wengine wanakuwa chini yake. From the text that we have read ni kwamba Danieli, ilifika wakati mfalme Darius akaonelea kwamba ataweka viongozi, kama vile time inakuja tunaona hata kama nchi ya Kenya president anachagua wale watu ambao watafanya kazi na wao, anachagua commissioners, anachagua ministers. So ni kama hivyo tu. So King Darius akachagua viongozi in the provinces, lakini akamweka Danieli akiwa juu kuliko wale wengine wote. And so they were envious, wakawa hilo jambo linawachukiza, na wakaanza kutafuta jinsi ambavyo wanaweza kumuondoa kwa system. Jambo ambalo linatufurahisha ni kwamba walitafuta all the grounds for accusation na hawakupata. Wakatafuta ni wapi wanaweza mshika Danieli, ni makosa aina gani ambayo wanaweza mshika nayo, hawakupata. Na tunaambiwa vizuri verses 4 inasema ya kwamba because he was faithful, responsible and trustworthy. Very key. He was faithful, he was responsible, he was trustworthy. Hakupatikana na njia yoyote, any fault ama corruption ya aina yoyote ile. Kwa hivyo walitafuta wakakosa. Na ikafika wakati wakasema ya kwamba labda sasa tutafute jinsi ambavyo tunaweza mhukumu kutokana na yale mambo ambayo yanaamini ya kidini. What a good testimony that they had for him. That we can only accuse him. The only accusation we can have
It's only that one which is based on his religious beliefs and practices. Watu wanakutafuta jinsi wanaweza kukuangamiza, jinsi wanaweza kukuhukumu, wanakosa. Kwa sababu tabia zako, mwenendo wako, jinsi ambavyo umejiweka, hakuna jambo lolote ambalo wanaweza kukuhukumu nalo. This is what happens when you have good attachment with your God. This is what happens when you have that good relationship with Jesus Christ. And when we come to the second reading, tunapata ya kwamba Peter anaambia wa Kristo, verses 18, which is our theme, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. But then, how do you grow if you do not have that close relationship? Kwa hivyo ni lazima, kama vile Daniel alikuwa very close with God na alikuwa ameamua from the word go ya kwamba hatajichafua na mambo yote mabaya, na vile vile na sisi ni lazima tuwe karibu sana na Kristo. Ni lazima tumkaribie kwa mambo yetu yote, maisha yetu, mienendo yetu, na yale yote ambayo tunafanya siku kwa siku, iwe tunayafanya tukiwa karibu sana na Yesu, maana ni yeye tu ambaye ako na uwezo wa kutuwezesha tuweze kukua katika imani. We cannot make it by ourselves. Na ni vizuri wanarika, wale tuko nao hapa na wale wengine wako kule nyumbani, tuelewe hivi ya kwamba ndio tuweze kukua na imani yetu ikue, ni lazima tukubali kutembea na Yesu. Maana ni yeye ako na nguvu, ni yeye ako na uwezo wa kutusaidia na kutuwezesha tukaweze kukua katika imani. Otherwise all other things that we may do to try and grow in faith will be impossible if you have not put God, if you have not invited Christ to be a very close friend. Mambo mengine yote tutajaribu, they will be in futility. Kwa hivyo jambo la muhimu sana ndio tuweze kutimiza yale ambayo tunaalikwa kuyatimiza siku ya leo na kupitia somo hili, ya kwamba tuendelee kukua katika imani na tuendelee kumjua na kulijua kusudi la Yesu Kristo Mwokozi wetu katika maisha yetu. All that will be possible when we allow Christ to rule in our lives. Wakati tutakubali Yesu au ndiye anatawala katika maisha yetu. Kama vile Danieli alivyojipeana kwa Mungu, hata kama alikuwa nchi ya mbali, nchi ya utumwa, lakini alijipeana kabisa kwa Mungu, naye Mungu akaendelea kusimama na yeye. Na sisi ndivyo tunaendelea kualikwa siku ya leo kukubali kutembea na Yesu, kukubali Yesu katika maisha yetu, ndio tuendelee kukua na tuendelee kujua kusudi lake katika maisha yetu. Sijui umejaribu kiasi gani. Daniel was not struggling. Daniel was not competing. Na hakuwa na haja ya kujionyesha. Ye as long as alikuwa anajua na anajuana na Mungu wake, na kujificha hata wakati alikuwa accused. So sijui wewe katika maisha yako umekuwa ukipitia challenges gani
katika maisha ya Ukristo. Kwanza ni kukumbusha ya kwamba we will always have enemies. Daniel had enemies, very close friends, wenye unatarajia kwamba ndio watu wa karibu sana na wewe, wenye walikuwa wamechaguliwa pamoja na wao, but they were his first enemies. Ndio walikuwa wanampangia vile watamwangamiza, vile watamuondoa karibu na wewe na yeye. Ndio sababu tunasema tunamhitaji huyu Yesu sana, maana ndiye yule tu rafiki ambaye hawezi akatufrustrate. Sijui umeweka imani yako wapi? Umeiweka kwa watu unawaamini sana kwa sababu mko marafiki, mnafanya biashara karibu pamoja, mko na uhusiano wa karibu. They can frustrate you, wanaweza kukugeuka. Na unaona ile sheria iliwekwa wakati wale viongozi wengine walipoenda kwa mfalme na wakamwambia aweke sheria, mwenye hata mwabudu mfalme awekwe kwenye tundu la simba. And that is what happened. But you know what? Kwa sababu Danieli alikuwa anamwamini Mungu wake na hakuwa na haja ya kujipendekeza kwa marafiki, Mungu wake alisimama naye hata akiwa kule kwenye tundu la simba. Ndio sababu tunasema tunamhitaji Yesu katika maisha yetu, as a close friend in our lives, a friend whom we can run to in times of trouble. Sijui wewe umeweka imani yako aje kwa Yesu, lakini tunaambiwa ya kwamba so that we may grow in his knowledge, ni vizuri tumuite awe rafiki wetu wa karibu. And Peter is calling all the Christians to live in purity and in a blameless life before the Lord. Each day, kila siku, tuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Tuishi maisha ambayo ni ya kuvutia Mungu, maisha ambayo tunapatikana tukiwa blameless. As we read the book of 2 Peter from verses 10 to 18, 2 Peter chapter 3. Actually, that is the message. Being blameless, living a pure life. Ndio tuendelee kupatikana watu ambao wanapendeza mbele za Mungu. Ndio sababu wakati tutajikuta tuko katika hali ngumu kama ile Danieli alijikuta, tuwe tuna yule ambaye tunaweza lilia, yule ambaye tunaweza ita, na yule ambaye anaweza tuokoa. Bwana Yesu asifiwe. So brothers and sisters in the Lord, it's a calling this morning that we must try as much as possible to live a pure life, to live in righteousness, to live in faithful life, being responsible and trustworthy in whatever that we do, as Daniel did, and I'm sure God will always be on our side. He's going to fight our battles, He's going to see us through, and more so, because we are preparing ourselves for eternal life. As we continue growing in grace and in this knowledge, tunaendelea kujitayarisha hata kwa maisha ambayo yanakuja. This life and life after, we continue preparing ourselves. Ni kwa sababu hao ndio wale watu ambao Mungu anahitaji. Mimi na wale watu ambao wanaendelea kumjua na kujua kusudi lake. Ndio wakati maisha yetu hapa duniani yatakuwa maisha, tuwe tuko na guarantee na tuwe tuko na hakikisho ya kwamba tutagawiwa ule uzima wa milele. So I don't know what you are doing to ensure that good relationship with Christ. But the only way and the best way, ni ya muhimu sana, ni kujipeana kwa Yesu kama mwokozi wa maisha yako.
Hayo mengine yote unaweza yajaribu, but they might be in vain. Ya muhimu ni kujipeana kwa Yesu kama Mwokozi wa maisha yako, ndiye aendelee kukuwezesha kukua ukiwa ndani yake. Tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Na ni asante kwa sababu ya mwaliko wako asubuhi ya leo. Umetukumbusha jinsi Danieli alivyoamua kutoka mwanzo ya kwamba hatajichafua na chakula cha mfalme wala kutenda lolote ambalo ni kinyume na mapenzi yako, na kwa sababu ile ukaendelea kumjaza na roho ya hekima, akaendelea kupendeka na akawa mtu wa kutegemewa hata akiwa kule nchi ya utumwa. Vile vile ukatukumbusha ya kwamba nasi tunastahili kuendelea kukua kwa kukujua na kujua neno lako na kusudi lako, na tunajua hili halitawezekana kama hatuja kwanza kabisa kukubali katika maisha yetu. Tunajua yale mengine yote tunaweza yatekeleza, lakini hawezi yakawa ya msaada. Lakini ukiwa ndani yetu nasi tuwe ndani yako, tunajua yatawezekana. Ndiposa tunaomba kwa unyenyekevu ukubali ya kwamba kila mmoja wetu tuwe na uwezo wa kukuita Mwokozi. Tuondolee mambo yote ambayo yanatufunika, mambo yote ambayo yanatuzuia, mambo ambayo yanatuvuta mbali na wewe. Tuondolee hayo yote ili tuone jinsi ambavyo unatupenda, nasi tunyenyekee na tuje mbele zako na tukukubali kama Mwokozi wa maisha yetu. Endelea kutubariki, endelea kuwa na kila mmoja wetu, endelea kutuzingira na kutufunika na nguvu zako, na uendelee kutuokoa, maana wewe ndiye Mungu na kimbilio letu. Na kama vile ulivyomwokoa Danieli akiwa kule kwenye tundu la simba, tunajua hata sisi utatufunika na utatuokoa hata kwa hili janga ambalo limetukumba wakati kama huu, na tunajua ya kwamba tutatokea pande ile nyingine tukiwa washindi, na tuendelee kulitukuza na kulisifu jina lako, kwa sababu tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu.